kumalizia hapa kwenye kikosi cha Simba. Kikosi cha Simba kimekuwa hakina mabadiliko makubwa sana kwenye michezo yao mingi. Zaidi sana eneo labda la mbele kuendana na approach ya mechi. Mara nyingi kocha akiwa anataka kuhold zaidi timu atamwanzisha Ateba, anataka kushambulia zaidi Mkwala. Selection ya mchezaji bora zaidi wakati wanahitaji matokeo siku ya kesho, kwa mawazo yako ambayo hamna mtu anaweza akayapinga, unadhani ni Mkwala, Ateba? Kwa mechi ya kesho mimi nafikiri wangeanza na Ateba. Kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza Berkane ni timu ambayo pia inategemea sana hub kwa maana ya huku nyuma. Ile defense yake kwa maana 4 na 5 pia hata na 6 wao ndio watu wanapiga pasi nyingi sana za kuanza kuitengeneza acceleration ya timu yao. Transition yao unaona inaanzia hapo. Kwa hiyo kwa Simba ni lazima wasiwape nafasi ya utulivu wale watu wa nyuma. Mtu pekee anaweza kawafanya kwamba wasio na utulivu kwanza ni Ateba. Kwa sababu hicho cha kwanza Simba wanabidi wakitengeneze. Sasa sijajua kocha yeye anataka kufanya nini, lakini bado najua Mkwala atakuwa na nafasi ya kuingia, na wakati mwingine kama Simba wakiona kama wanahitaji magoli zaidi wanaweza sasa zingine wakafanya tayo double striker, wakaingia watu wote wale kwa ajili ya kuwa pressure zaidi wale, lakini lazima wakubali kwamba mtu atakayewasumbua wale watu wasio na utulivu ndio anahitajika kwenye kwanza hiyo mechi. Swali la kizushi, maneno yamekuwa mengi huko, mikono ya watu kuelekea kwenye mchezo huu, masuala ya ulozi yametajwa sana, vitisho vingi kwenye press za Simba tumevisikia na vitu kama hivyo. Teki yako kwenye hili? Mimi bana siamini ushirikina. Mimi siamini, na ndio maana hata mara nyingi nimesema tanisamee watu wote ambao wanakuwa kwenye kitengo cha ushirikina kwenye hizi klabu zetu kubwa, wao ni masamjo tu. Ni watu ambao wanataka tu, wana miradi yao, wanataka wapate kitu kidogo. Lakini mimi siamini, lakini wanaoamini wapo wanaamini. Lakini football kipita kwenye misingi yake unakuja kugundua hicho kitu hakipo. Kwa sababu hebu angalia, tuseme Manchester juzi wamekosa kombe, wameroga. Tottenham wameroga sana, lakini hakuna, utakuta tu ni maandalizi. Sasa hivi Madrid imeanza kuyumba pamoja na hela, maana kutaka kuniambia mganga wao kachoka. Utaangalia ni strategy za mpira, vitu vya kubadilisha au ni vya mpira, na wakibadilisha watarudi. Barcelona sasa hivi wamerudi kuwa bora baada ya kustruggle kutokana na kile kipindi cha kina Puyo, Pique, Xavi, Iniesta wanaondoka, hawa wamedrop, kina Messi wameondoka, wamedrop, wameanza kutengeneza watu upya. Sasa hivi wamerudi, kuna kina Yamal, kina na wengine ambao wanafanya vizuri. Kulikuwa kuna mganga pale. Sasa kwa nini sisi tutegemee mganga? Na kama mnasemaga bana siju Sumbawanga ni hatari sana, siju mbona hawapo hao watu sawa wakone huko Sumbawanga wenyewe hata timu hakuna, au siju Bagamoyo, mbona Bagamoyo mna timu ya daraja la kwanza? Kwa hiyo hivi vitu vimekuwa ni vitu vya watu na imani tu za kuamini, na saa zingine ni miradi ya watu kujipatia fedha zao, lakini hayo mambo mimi siamini. Na wakati mwingine hata kusema hawa wametuingilia na nini, inaweza ni sababu za watu kutaka kuweka mazungumzo mengi tu, lakini kama nyinyi mnajiandaa mnaweza mkafanya mambo yenu. Kama kuna upande mwingine labda wanajipendekeza labda kwa Waarabu, sababu nimeona kajamaa kamoja anasema sisi askari ka Zanzibar sio ka nini, kako busy na Waarabu, ni vitu vya hakuna, ni mambo tu ya hovyo, mambo ya kitoto. Hata yule kukaa pale unajionyesha huko na wale Waarabu ni tu vitu tu hovyo tu na kuonyesha udhaifu, si ndio? Lakini ni vitu ambavyo naweza nikasema Simba kama wana concentrate na wanataka kufanya mambo yao, hawapasi kuvurugwa na vitu kama hivyo. Wawekeze na wafocus kwenye kile wanachokitaka. Hivi vitu vingine vyote vinakuwa ni hadithi, hauwezi kuzuiwa na mganga, wala hauwezi kuzuiwa na hako kama mtu kamoja ambacho kanapiga kelele, lakini unaweza ukazuiwa kama wewe utaanza kuconcentrate na yule kutoka kwenye kile ambacho unatakiwa kufocus. Kwa sasa ubingwa wa Afrika inaonekana kuwa ni ndoto ya kila Mtanzania. Kila Mtanzania bila kujali klabu gani anaishabikia. Lakini mtu wa kwanza kabisa ambaye labda alikuwa mbele ya muda wakati huo akiufikiria, na katika kipindi ambacho wengi waliamini haiwezekani, yeye aliona hayo maono, ni Bwana Mohamed Dewji. Hili lazima tuweke sawa, licha kwamba wengi wanafikiria. Huu ni mshikaji wako, rafiki yako ambaye mnazungumza vitu vingi kuelekea katika mchezo huu, labda kuna namna, kwa sababu huu ndio mchezo wa mwisho wa kuhalalisha hiyo ndoto kama inaweza ikatimia. Pata nafasi ya kuzungumza naye na labda amesema nini? Mimi sijapata kwa kweli nafasi ya kuzungumza naye kwa sababu mara ya mwisho nafikiri kama wiki 3-4 alisema atakuwa kwenye mwanae anahitimu chuo kikuu, mtoto wake wa kwanza. Kwa hiyo sikutaka kumsumbua tena kwa sababu najua atakuwa na mambo yake ya familia na nini. Kwa hiyo sikuzungumza, nafikiri almost mwezi sasa.
Kwa hiyo nikasema ngoja nimwache enjoy mambo yake na nini, lakini hata Simba ilivyofika finali nilimkumbuka sana, kwa sababu siku ya kwanza aliniambia bana, mimi nataka Simba itengenezwe. Hii ndio kilikuwa kipindi anataka kuwekeza, ndio anataka kuwekeza, hajarudi Simba. Lakini nikawa nakumbuka ile record yake kwamba wakati Simba inafanya vizuri mwaka 2003 alikuwa ni yeye, na alikuwepo kama kwa wale ambao wana picha zake unaweza kumuona yuko pale anashangilia na nini, wakati nafikiri Simba inaitoa Santos ya South Africa. Sasa wanakwenda finali dhidi ya Stella. Kwa hiyo yeye alikuwa Simba inaingia finali ya Afrika, yeye ndio alikuwa pale. Alivyotoka unaona mambo yakawa magumu sana. Alivyorudi ndio kilikuwa kipindi cha kuamka kwa soka la Afrika. Unajua watu hawataki kulisema hili. Sijajua kwa nini linawaumiza kulisema. Yaani mimi wasielewi. Na nataka kuwavika hii sifa watu wengine ambao hawahusiki kabisa, ambao walikuja baadaye. Kwamba baada ya kurudi Mo, Simba sasa robo finali zikafululiza. Yani ikawa timu zetu sasa kuingia makundi sio issue tena, Simba kuenda robo finali sio issue tena. Paka alipotoka yeye. Lakini alipotoka yeye akaacha robo finali, amerudi tu kwa mara ya kwanza straight to the final. Sasa nikaanza kuona kama huyu jamaa, mimi siku ya kwanza alivyosema mimi nataka Simba nitengeneze ianze kupata budget kubwa taratibu mpaka tufikie, maana mfano wake ilikuwa TP Mazembe, Al Ahly. Lakini leo hata ukiangalia mfano tunaizungumza TP Mazembe na Simba kwa kipindi hiki current, watu wataizungumza Simba zaidi. Mazembe inaonekana kama imesha lose hivi au inataka ijitafute upya. Kwa hiyo hivyo ingia finali, mimi mwenyewe natamani Simba wachukue ili aweze kutimiza ndoto yake ile na kutuonyesha kwamba kulikuwa kitu ambacho kinawezekana. Lakini Simba kwa sababu wanaingia finali ya Afrika kwa mara ya pili, ingependeza sana kama wangelichukua hili kombe pia. Kwa maana kaacha wameingia muda mrefu, wanakuja kurudi sasa hivi hata ile kombe la CAF lilisha ondolewa. Sasa hivi inaonekana ni kombe la shirikisho, lakini kama wameingia finali na wakachukua, nafikiri itakuwa ni chanzo kipya kwa timu za Tanzania kujijenga upya na kuamini zaidi kwamba sasa level sio robo finali peke yake, waweza kaenda finali peke, kwa sababu ukizingatia misimu miwili nyuma tayari Yanga walikwenda finali. It was like a surprise. Ukiangalia timu ilikuwa inakwenda robo finali mara nyingi ambao watu walitarajia ndio itaenda finali ilikuwa Simba, lakini Yanga wakaenda pale wakavuka mpaka finali. Bahati mbaya hawakupata nafasi ya kuchukua ubingwa, kwetu ikawa sio kitu kizuri kwa sababu Yanga wangechukua pia ingekuwa ni sehemu ya kuzivuta timu za Tanzania. Anawaonyesha unaweza kaenda zaidi ya robo finali, si ndio? Lakini wakaenda zaidi ya robo finali. Kwa hiyo unaona inaweza kama imechangia pia Simba kuona sasa hawa sisi kwenda robo finali mara nyingi hao wametupita, acha na sisi tupambane. Wamepambana vizuri, wamekwenda finali. Sasa wako finali, ni vizuri wakalichukua hili kombe, na kwa sababu kumekuwa kuna bahati ya kumalizia nyumbani hata kama kuna ugumu, lakini kama maandalizi ni bora, wakifanikiwa kuchukua watakuwa wametimiza ndoto ya mdau na rais wao. Lakini itakuwa ni chanzo na ufunguo mpya wa mpira wa Tanzania kwamba finali sio issue tena na kuchukua kombe inawezekana. Kwa kumalizia, kuna wachezaji wengi wa Simba ambao ni kama wadogo zako. Zungumza kwa niaba sasa ya wa Tanzania wote, kama watapata nafasi ya kusikia kuelekea katika mchezo. Kwanza wote ni wadogo zangu mimi. Kwa sababu watu ambao wa age yangu pale wakati anacheza na ni age yangu ni Matola, ambao wao ni kocha wao msaidizi na ni mkubwa niseme. Kwa hiyo mimi wote pale ni wadogo zangu, wote wachezaji, yani hakuna mtu anaweza kutana sio mdogo zangu, lakini kuna watu wazima wenzangu kwa maana tukibia kidogo. Kina ndugu zangu wengine wenyewe wadogo zangu, kina Kapombe, kina Mohamed Hussein, ni wadogo zangu, lakini wale angalau unaweza kaita wakubwa wenzangu. Ni watu ambao wanajitahidi. Kwanza mimi nimefurahi kuona pia Kapombe, Mohamed Hussein, Kinaishi wameingia finali kwa sababu wamekuwa mapambanaji kwa muda mrefu kwa mpira wetu wa Tanzania. Wamekuwa mfano wa, unajua tunasajili wageni wa kila aina, lakini inabaki vile vile kwa beki wa kushoto bora zaidi wa muda mrefu zaidi ni Shabalala. Lakini beki wa kulia master kuliko timu zote unazoziona za Tanzania, kwa kila fullback uliyemleta wa nje, wa ndani, wa kijijini na wa mjini, ni Shomari Kapombe, Baba Esther. Ni vitu vya kujivunia kuwa na watu wa aina hiyo. Leo wako finali na naamini kabisa wanastahili kubeba ile kombe. Kwa hiyo wacheze kwa ubora zaidi, lakini pia wawe sehemu ya kuhamasisha wale vijana kupunguza utoto. Mimi natamani leo kesho ni uone ubora wa Kitinda Mimba, aifanye kazi yake vizuri ya huwa. Mimi naamini is a talented player, na mimi nimekuwa kila siku nikimsema bila ya uoga.
na niliona kuna wakati fulani kuna wenda wazimu fulani walikuwa wakisambaza kile clip cha Ahoua, mimi nikisema kwamba mimi siridhiki na kiwango chake. Kipindi hicho alikuwa na magoli 4, nafikiri 5 au 4, nikisema kwamba naamini ana uwezo, anaweza kufanya zaidi vizuri. Alafu kipindi ameshakuwa na magoli 15 ndio watu wanakisambaza kile, kama nimesema siku ile hawaonioni kama nilikuwa sehemu ya kumhamasisha hata angalau ameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo lakini kwa sababu kwenye mpira huku tumejaza wenda wazimu wengi, wenyewe unawasikiliza kwa kutumia sikio la kushoto na wenye akili wanasikiliza kwa kutumia sikio la kulia. Kwa hiyo ninaamini kabisa na nafasi ya kufanya vizuri, na kila mchezaji wa Simba, mfano ukiangalia mechi ya Stellenbosch hapa Zanzibar, kila mchezaji wa Simba alipoteza nafasi, especially wale wa mbele. Ateba alipoteza, Mukwala alipoteza, Mutale alipoteza, Ahoua alipoteza. Sasa nafikiri kesho itakuwa ni nafasi ya kulipa ya matumizi ya zile nafasi ambazo walizipoteza. Mimi kwangu niseme kila laheri kwa Simba, na wajue wana watu wengi nyuma wanawaunga mkono, lakini wajue wanakutana na timu ambayo ina uwezo bora, na wao ili kushinda na kushinda kombe. Maana kuna ushindi wa aina mbili kesho. Kuna kushinda na kushinda kombe. Unaweza ukashinda 2-1, ukashinda 3-2, ukashinda 4-2, ikawa bado wewe ndio umejitengenezea shida. Kwa hiyo na naamini kabisa kwamba kuna kushinda na kushinda kombe. Kama watashinda kombe kesho, nafikiri itakuwa ni jambo zuri zaidi, lakini kama nilivyosema toka mwanzo, lazima wao wawe kwenye ubora ambao ndio utaibeba nchi, utawabeba wao na utaitangaza Simba pamoja na wao wenyewe. Stori za usajili ndo habari kubwa namba 2.